Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za ndoto, na leo tutazungumzia tafsiri ya kuota unakunywa maji ya mvua. Ukiota unakunywa maji ya mvua, ndoto hii inakuwa ina maana gani? Naam, ndugu yangu mtazamaji, kabla hatujaendelea nikukumbushe kwa mahitaji ya tiba. Kwa mfano, una maradhi ambayo hayaonekani hospitali, ama ndugu yenu anaumwa lakini maradhi yake hayaonekani hospitali, yawezekana ikawa ni hasadi, uchawi au mashaitani. Kwa hivyo tuwasiliane ili tuweze kukusaidia au kumsaidia. Naam, ndugu zangu, wanaochuoni wanasema idha raa, akiota mtu annahu yashrabu min ma'il matari, ya kwamba yuanywa maji ya mvua. Yani mtu akiota yuanywa maji ya mvua, wanasema wanawachuoni, dalla dhalika ala alkhairi alwafiri, ndoto hiyo inaashiria kheri nyingi. Ina maana huyu muotaji atapata kheri nyingi na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Watabaddulul awda'i, na mabadiliko ya hali. Ina maana huyu muotaji hali yake itabadilika, nahwal afdali, kuelekea yani kuwa bora, hali yake itabadilika, atakuwa na hali nzuri. Wa khususan, wanasema wanawachuoni, na hasa idha kana almataru safi, ikiwa hiyo mvua ni safi, basi na maisha yake yatakuwa safi biidhnillahi tabaraka wa taala. Hiyo ni ndoto au ni maana ya kwanza. Lakini maana ya pili ya kunywa maji ya mvua usingizini, yani ukiota unakunywa maji ya mvua, wanasema wanawachuoni, idha kana maul mataru bihi atara, ikiwa hayo maji ya mvua yana uchafu, yakiwa hayo maji ya mvua unayokunywa yana uchafu, wanawachuoni wanasema dalla dhalika, ndoto hiyo inaashiria ala iswabati shaksi, juu ya kupatwa huyu mtu aliyeota bikadri wa hammi wa ghammin kabirin, manake atapata kiasi cha huzuni na wasiwasi mkubwa. Atapata wasiwasi, huyu mtu atapata wasiwasi na huzuni mkubwa katika maisha yake. Naam, wanaendelea wanasema, maana ya tatu ya kuota unakunywa maji ya mvua, wanasema wayadullu shurbu ma'il matari au ma'ul matari, na inaashiria kunywa maji ya mvua fil manami, usingizini, lil azba, kwa bachela kwa bachela, yani kijana asiyeoa ambaye hana mke, akiota anakunywa maji ya mvua, wanasema wanawachuoni, hiyo ndoto inaashiria ala takhallusi, kuondokana mimasawi alhayati, na ugumu wa maisha. Ataondokana huyu mtu na ugumu wa maisha. Wanadharatu taqaddumiyya, wanadharatu ataqaddumiyya, na mtazamo chanya. Na maana huyu mtu atakuwa na mtazamo wa kimaendeleo, ila alwaqi'i, kuelekea uhalisia wa maisha yake. Watadahuru min almadhi, na kuachana na maisha ya nyuma, yani maisha ya nyuma hayatomshughulisha, ataachana nayo kabisa. Bikulli ma kana fihi, kwa kila lililokuwemo, kwa kila lililokuwemo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam, kwa hivyo wanaendelea wanasema wanawachuoni, ndoto ya nne, wanasema shurbu ma'ul matari fil manami lilmutazawija. Sasa kunywa maji ya mvua usingizini kwa mwanamke aliyeolewa, yarmuzu ila tamattu'i bil hayati, inaashiria kufurahia maisha. Huyu mwanamke maisha yake yatakuwa ni ya furaha,
wa hubbi tabia, na kupenda asili, walmailu nahwi alaishi alhalali, na kuelekea kwenye maisha ya halali, manake maisha yake yatakuwa ya halali, watajannubi kulli masdari, na atajiepusha na kila chanzo cha shaka. Hii ndio maana ya mwanamke mjamzito akiota yuanywa maji ya mvua. Maana yake ndoto hiyo ni kufurahia, huyu mwanamke atafurahia maisha, hususan maisha ya ndoa, na atapenda sana asili yake, na maisha yake yataelekea kwenye uhalali, na atajiepusha na mambo ya haramu. Tayib, ama ndoto ya tano anasema watadullu ru'yatu, na inaashiria ndoto ya kunywa maji ya mvua usingizini, ala almaili, kuelekea, nahawi tahsili almaarifi, kuelekea kupata maarifa. Ina maana hii ndoto inaweza kuashiria huyo muotaji atapata maarifa. Watakhallusi minasumumi, na kuondokana na mambo yenye madhara. Washifau minal amradhi, na kupona kutokamana na magonjwa. Ina maana mgonjwa pia akiota anakunywa maji ya mvua, maana yake atapona biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hivyo hizo ndio tafsiri za ndoto za kunywa maji ya mvua. Wallahu taala a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.